wanachama kisheria watumie haki ya kupiga kura. Inaundwa na wanachama wa CCT. Inafanyika mara 2 kwa mwaka. Tarehe, muda, nafasi au mahali palipoonyeshwa na kamati tendaji. Ibara ya pili, tunatarajia chombo kinachohusika na kutunga sheria na kanuni za ndani na kuzirekebisha na baadaye kuziwasilisha kwa mkutano mkuu kwa majaribio yake. Ibara ya tatu, baraza kuu linaweza kubadilisha au kumsimamisha kazi mwenyekiti au mjumbe wa kamati tendaji wa CCT ikiwa ina sababu za kuridhisha kuamini kwamba mwenyekiti amesaliti, ametumia fedha au mali za shirika kwa maslahi yake binafsi, familia yake, na kwamba ili aiendane na malengo yaliyokusudiwa na au imekubali au kupotoshwa kwa madhara ya shirika letu. Ibara ya 4, isipokuwa imeonyesha vinginevyo na kamati tendaji, mkutano wa kawaida wa CCT utafanyika mwisho wa wiki ya pili ya mwezi wa Juni na Disemba. Nilifafanua kidogo hapo kwa kusema kama nyie muko na uwezo wa kumtoa mwenyekiti wakati anahujumu fedha za wakongomani. Nyie ndio muko juu mbele ya ule mwenyekiti mwe mlitia. Ukiona kama alienda vibaya, mnapaswa kumtoa, wala yeye na komite yake yote wanaondoka juu aliongoza vibaya. Hiyo ni wajibu wenu. Sasa ikiwa nitumia maslahi ya wakongomani kibinafsi, atakuwa na, tuseme, hii kamati ya wakongomani itakuwa na ule uwezo wa kumlazimisha ile mali airudishe au ama watamwachia tu ile ile? Anapaswa kuirudisha paske kanuni ziko hapa. Hii sinyo anatembelea juu hii article inasema kama hastahili. Mkimpeleka mbele ya sheria hii na mhukumu. Hiyo naongezea kidogo. Ndio. Hiyo inasema ataondolewa. Anaondolewa. Ataondolewa na kushiba kwake kote. Anaweza kaondolewa. Sasa majukumu ya ile kamati mpya yenyewe itakuwa pale imfuatilie juu ya kile kenye alifanya. Paske alikuwa ikina alisha no. Tutaangalia huko mbele. Na kama hakuna ikri, na ndio maana tuliwaita hapa, kama itaongezewa inaongezewa. Sawa. Kuna swali kidogo pale. Ningekuwa na kitu cha kuongezea kuhusiana na kuweka Emile sawa. Kwa sababu Emile kumweka sawa sababu ya kisi gani watakavyo kurudisha zile mali. Kuna michango inapatikana. Ekri ni ile michango fulani imetolewa, kuna ile pesa iko kwenye akaunti. Zile zote ni sababu za kuweza kupata hisia, kuweza kumfuatilia aweze kurudisha zile mali. Hiyo ndio kama vile ekri ambao wanaweza kufikisha na kuweza kujiridhisha kwa kuweza kupata hizo haki. Maana anatafuta kusema kama ile madepensi zenye kinyume na sheria zenye mwenyekiti anaweza kuwa alifanya yeye peke wala umoja wa kamati tendaji, huko makaratasi fulani zenye wakongomani walitia pesa zao pale, na zile makaratasi zenye wakongomani walitia pesa hapo pale ndio zile zinaweza zikamhukumu comme preuve ya kusema kama mtu alikula pesa zetu, nataka azirudishe mbele ya serikali. Mimi sijatosheka hapo. Kwa mfano kama vilipita miezi 2 baadaye, client tunaona kwa hii community yetu ni simu. Bishapita miezi 2, mwenyekiti anakula pesa leo, kesho anatoka. Je, swali tu, je, tutamwacha ende hivyo hatuwezi kumwacha ende hivyo. Mbele atoke anapaswa kwanza kurudisha mali
Na kama ulisikia kisi wanauliza okazu ule mwenyekiti hakurudisha maele, mnaenda mbele ya dola ndio mnamshtaki kutokana na zile mareshi zenye walikuwa wanawapa. Mnasema bana, sisi hatuoni clear, lakini mtu pesa zetu ni hivi kaza na alizitumia kinyume na sheria, sisi tunamleta hapa ili aturudishie mali yetu. Serikali ya Marekani inakubaliana na pepe ya sisi. Juu pesa zenye wakongomani watakuwa wanatoa hawatazitoa tu hivi bila ekri. Sasa ile ekri na ndio yenye itamshtumu sasa ule mwenyekiti. Kwa mchango kidogo. Ndio. Kwa mawazo yako unaona hii point lazima paongezwe kwa neno pale. Na ndio maana kama sisi tuliwaita isishi pale mwenyekiti anaruhusiwa kufukuzwa au kuondolewa na alipe, kwa sababu hii kama ni sheria hii inaweza kuwa ushahidi tosha mbele ya serikali kufuatilia kuliko kusema simeleta receipt mchanga $20. Kama msheria yetu inaandikwa kamati yenye itaingia nyuma ya ule kufukuzwa itapeleka ndio sheria ikifika kwa hichi kipengele itathibitisha anaruhusiwa kufukuzwa na kurudisha mali ile ametumia. Na ndio maana ile mapreuve materiel ile maresi nazo wakati mnaenda mbele ya serikali ni za lazima, ndio ushahidi wenu ule. Anaweza akasema akifika kule mimi wananishtaki, lakini baoneshe kama piko document fulani administratif, document comptable yenyewe inaonyesha kama mimi nilikula pesa yao. Zile resi nazo ni za lazima tu. Hata kama wataongeza na zile resi ni za lazima, basi ni preuve materiel. Ibara ya 6. Ulishaandika ile point nasema na afuatiliwe kwenye vyombo vya sheria. Yeah. Inabidi kusome hapo 4 na 6 hakuna tano. Hakuna tano. Ndio endelea. Yaani hizo ibara ni Ya 4 ya 5 iko. Ya endelea sasa. ndio ya tano. Ya tano ndio ile nilikuwa nasema. Ibara ya 5 ilikuwa kwa juu. Endelea baba. Ibara ya 4 hii Na kule ni ya 6. Ibara ya 6. endelea tu kwa tutaratifia. So, juu ya pendekezo la wanachama zaidi ya 5 waliotajwa katika kifungo cha 4 ibara ya 1 mpaka ibara ya 2 au mpaka ibara ya 3, au kamati tendaji kupitia mwenyekiti, mkutano mkuu wa maalum unaweza kuitishwa katika hali ya kipekee au ya dharura inapohitajika. Au tena ikiwa 1 au 4 ya wanachama watafanya ombi kama hilo, rais analazimika kuliweka ndani ya muda unaoonekana kuwa sawa. Ibara ya 7 notice. Notice ni Kiswahili. No, hiyo ni Kiswahili. Notice ya kuitisha mkutano mkubwa lazima ibainishe tarehe, mahali, muda pamoja na agenda, na itatumwa kwa wanachama siku 15 kabla. Taarifa ya kuahirishwa kutoka mkutano mkubwa lazima pia kutumwa ndani ya tarehe ya mwisho wa mwezi. Ibara ya 8. Notisi ya kuitisha mkutano mkuu au kuahirisha inatumwa kwa wanachama kwa njia ya post, fax au kwa njia ya barua pepe, na hata kwa njia ya nyingine ya mawasiliano. Ibara ya 9. Maazimisho yoyote ya mkutano mkubwa itapigwa kura ya kupitishwa isipokuwa bunge litaamua vinginevyo. Ibara ya 10. Kura inafanywa kwa kuinua mkono mmoja juu na kwa kufuata taratibu zilizowekwa na mkutano mkuu. Ibara ya 11. Baraza la wazee. Baraza la wazee linaundwa
na wenyekiti watatu wa CCT. Mwenyekiti anayeacha madaraka anachukua mara moja hatamu ya kuwa mshauri wa CCT. Samahani kidogo. Tuseme huyu mwenyekiti ambaye ameacha madaraka, aliacha ni madaraka kwa kulazimishwa aondoke. Mfano, alitumia ile madaraka vibaya, tuseme kwa vile tukasema huyo hastahili ondoka. Je, huyo na yeye atakuwa mzee au vipi? Unaona wewe mlishamtoa na hapo simtatia mwingine mwenye ataendelesha mpaka mwisho. Maana yule ndio mwenyekiti mwenye anaweza kaingia baraza la wazee. Anakuwa mshauri. Yeye hawezi kuwa alisha saliti. Mtamtia atashauri tena nini na yeye alishindwa. Sheria itakuwa ingaliki na msamaha. Maandiko yanasema mtoe, amkosema tukimtoa kwa nguvu au tukimtoa, inasema tu akitoka, yoyote yule mwenye alitoka ni mwisho wa manda. Kama sasa hivi mimi namaliza manda yangu na kuna kuja mwingine, maana yake mimi naenda mbaraza la wazee. No, naenda mbaraza la wazee mara moja kama sikufanya makosa yoyote ile mbele yenu. Lakini mwenye makosa ni lazima awe pembeni, na labda hata kumfukuza mchama mnaweza mkamfukuza paske na yeye mwenyewe ataona aibu kurudia bila kuomba msamaha wala kurudisha pesa zenye alitumia vibaya. Kifungo cha 6 ya mamlaka ya mkutano mkuu. Mkutano mkuu ni chombo cha juu cha CCT, inapokea taarifa ya shughuli na mapendekezo ya kamati tendaji kupitia rais wake au makamu wa rais na katibu na au mkaguzi, na kutoa maoni yake. Inaidhinisha, kurekebisha au kupitisha sheria au kanuni za ndani za CCT. Inajadili utendaji kazi mzuri wa jamii, miradi ya jamii, shughuli za ufadhili au uchangishaji, fedha za jamii au ushirikiano na kadhalika. Inaamua kuhusu swali lingine lolote lililotolewa au kuwa wasilishwa kwa baraza kuu, kufukuzwa, kutengwa, kufutwa na kadhalika. Kulingana na hitaji, mkutano mkuu unaweza kuundwa tume zingine za kiufundi na kutaja dhamira zao, malengo yao na kupunguza nyanja zao za utendaji. Inaamua juu ya kusimamishwa au kutengwa kwa mwenyekiti na au mwanachama na timu yake au timu mzima. Sura ya 4. CCT ni Congolese Community Twin Force. Yeah. Kifungo cha 7 ibara ya kwanza. Mwenyekiti mwenyekiti ibara ya kwanza, mwenyekiti anaongozwa vikao vyote vya kamati ya utendaji na vile vya baraza kuu, isipokuwa mkutano mkuu wa uchaguzi au mkutano mkuu wa kawaida wenye lengo la kumfukuza au kumsimamisha kazi. Anashirikisha jamii ya CCT kwa wahusika, na tena yeye ndiye msemaji mkuu na rasmi. Yapigwa marufuku kuwashirikisha wanajamii wa CCT kwa maslahi yake binafsi wala katika shirika la kisiasa analochagua. Mara kwa mara anajihusisha na usajili wa CCT. Usahishwe na kuwasiliana na kila mkongomani wa Twin Force au mkongomani wa Twin Force moja kwa moja kupitia register
angalau mara moja kwa mwaka. Maana yake nani hapa? Mara moja kwa mwaka imebana. Maana yake mwenyekiti anapashwa kuwa na registre ya wakongomani wote. Yeah. Kwa ile registre ya wakongomani wote mara moja kwa mwaka anapashwa awasiliane na kila mkongomani kujua kwa nini michango yako haifiki, kwa nini tatizo ya hivi, kwa nini labda we hamsikilizani. Ndio kazi ya mwenyekiti. Kwa mara moja kwa mwaka lazima ajue hali ya kila mkongomani wote iko je. Wakongomani ni wengi. Mwenyekiti ana wajibu na wazifa kwa baraza kuu na anawajibika na utendaji kazi ufaao wa CCT. Kifungo cha 7 ibara ya 2, makamu wa rais. Iwapo rais hayupo, makamu mwenyekiti anachukua majukumu yake au anafanya kazi yoyote aliyokabidhiwa na kamati tendaji au mwenyekiti wake kwa ushirikiano na mlinda hazina. Yeye hufuatilia fedha na anawajibika moja kwa moja kwa mradi wowote uliozalishwa na CCT na anafanya kazi kwa pamoja na katibu. Kifungo cha 7 ibara ya 3, vigezo maalum kwa nafasi ya rais na makamu. Mgombea yoyote mkongomani wa nafasi ya rais wa CCT pamoja na kukizi vigezo vilivyoainishwa katika kifungo cha 4 ibara ya kwanza ya sheria hizi lazima pia ikizi masharti yafuatayo: kupatikana ili kukizi mahitaji ya kazi zake, kuzingatia sheria za uchaguzi, maadili, udhibitisho wa elimu, upatikanaji, kuwa tayari kushiriki katika shughuli za wakongomani wa Twin Force, kuwa na uwezo wa kujieleza kwa Kiswahili, Kifaransa, Kiingereza, Lingala na kadhalika. Usiwe na mwenendo wa kulaumu au kulaumiwa. Kuwa na uwezo wa kusimamia familia yako mwenyewe. Katibu anaandika kumbukumbu ya vikao vyote vya kamati ya utendaji na wa mikutano mikuu isipokuwa mkutano mkuu. Isipokuwa mkutano mkuu. Anatoa nakala ya EPV PV. Procès verbal. Tulitia pale juu tulikosa mkiswahili procès verbal inaitwa je. Anatoa nakala ya PV ya mkutano mkuu wa wajumbe wake wote na nakala ya kikao cha makamati tendaji kwa wanachama wake pekee. Anaweza kumbukumbu au hakikisha na anadhibiti mawasiliano, uhifadhi muhuri, nembo na hati nyingine yoyote ya rasmi ya CCT. Anatayarisha vikao vya kamati ya utendaji na kuchukua mahudhurio yote na kuwaarifu wale ambao hawapo katika tukio la ugonjwa, ulemavu au kutokuwepo kwa mwenyekiti na makamu wa mwenyekiti kwa sababu yeyote. Katibu huchukua majukumu yao ipasavyo. Mara kwa mara anaweza sawa register ya CCT na kupiga simu angalau mara moja kwa kila mkongomani wa Twin Force atekeleze majukumu yote aliyokabidhiwa na kamati ya utendaji au mwenyekiti wake. Kifungo cha 7 ibara ya 5, mlinda hazina. Mlinda hazina hufanya kazi zifuatazo: 1, kushika kitabu cha benki.
Pili, kufanya usimamizi wa jumla wa fedha, kuhakikisha ukusanyaji wa fedha na amana za bidhaa, kuweka saini kwa pamoja na rais au na makamu wa rais kwa uondoaji wowote, kutoa ripoti ya fedha kwa mkutano mkuu na kwa wakaguzi wa mahesabu ikiwa wa mwisho wataomba hivyo. Akishindwa kutoa ripoti ya fedha kwa wakaguzi, anaitoa kwenye mkutano mkuu na kuhalalisha nia ya kitengo chake. Hapa kuna ufafanuzi? Maana yake hapa nawaza njoo swali kubwa, unaona kama pesa ndio inakuwa inatuma watu wanakorogana. Maana yake huyu mlinda hazina kazi yake yeye ni kupita kukongoa pesa ya michanga ya wakongomani, na kama wakongomani wanataka kujua hali ya nani, kama kuna wakaguzi, njoo tuna mkaguzi na wale katika wale wakaguzi, umoja ni wakamati na mwingine ni nyinyi wanachama. Wanachama wanapaswa wateue mtu mmoja na mkaguzi wetu anaenda kufanya control kwa ule mlinda hazina. Akikataa, maana yake inabidi siku ya kikao kikubwa, mkutano mkuu, ndio ajieleze kwa nini alikataa. Wakaguzi wa verificateur wasimfanzie kazi yao, anapaswa waeleze nyinyi wenye pesa zenu. Nawaza sijui kama tunaelewana. Kifungo cha 7 Mlinda hazina ndio mkongoaji tena. Mlinda hazina maana yake yeye anatumika na mkongoaji wake. Maana yake yeye ndio anaweka pesa mlinda hazina. Na wale wa verificateur, wale wakaguzi wanapaswa hawataenda kwa mkongoaji. Wanapaswa wamfuate yeye mlinda hazina, paske yeye ndio mwenye iko na pièces comptables zote. Wanakagua ni hivi. Sasa yeye akisema sitaki, unaweza kuwa labda mlinda hazina na mwenyekiti wake walizungumza kidogo, na mwe mnafika kule anawakatalia. Siku ya Assemblée Générale inabidi ajieleze kwa nini alikataa wakaguzi wasifanye control yao ya kawaida. Hapo bado. Assemblée Générale iko défini combien de fois par an? Ni nawaza humu tulizungumza inafusha kwa mara mbili. Deux fois. Soit juin décembre. Juin décembre. Sasa bakaguzi balifika mu janvier au walifika mwezi wa pili au mwezi wa kwanza, bakapata hiyo blocage, so banachunga mpaka mjuin, na huku mambo yako yanaendelea kuchafuka. Unajua kuna vile kikao kenye wanachama wanaweza wakaomba, ndio nakwambia ile assemblée extraordinaire ile inaweza kuwa kwa muda wote, haina wakati juu ni ya dharura kwa kutaka kutatua tatizo lenye liko. Na ile ile assemblée hata iko extraordinaire anapasha ajieleze, labda inaweza kuwa ni kwa ajili ya pesa zenye zilitumiwa vibaya, lazima mlinda hazina ajitetee, aseme labda asio mimi, labda ni mwenyekiti atajitetea. Kwa hichi kifungo cha 7 mlinda hazina yuko ndio kuna ile kazi ya kukomboa kwa mkongoaji mdogo. Hakuna. Na somo chote pale ni yeye pekee mhusika ndio anakomboa pesa yake, haiko humu na wale wakomboaji. Sawa, tunajua kama mlinda hazina ndio mwenyewe anapaswa kuwa na kongo, lakini tukao kutaka arahisishiwe kazi kutokana na makazi zenye na sisi tunazo hapa, kwa kutaka apite vizuri, anaweza kuwa mkamati, tunamtafutia mtu mwenye anamsaidia. Ndio anakuwa sasa mkongoaji, analeta raporo kwa mlinda hazina. Tuko kwenye ibara ya 7. So kifungo cha 7 ibara ya 6. Kifungo cha 7 ya ibara ya 6. Ufadhili wa CCT. Ufadhili wa shirika unatokana na michango ya hiari ya kila mwezi kutoka kwa wanachama waliotajwa katika kifungo cha 4
ibara ya kwanza, ibara ya pili, ibara ya tatu na ibara ya 5 ya sheria hizi. Hata hivyo, michango hizi isiwe chini ya $20 kwa wanandoa na $10 kwa kila mtu mmoja, tuseme wa single. Michango maalum iliyotolewa na wanachama waliotajwa katika hoja hapo juu, shughuli za changishaji fedha miongoni mwa umma wa Twinforce, kampeni za kutafuta fedha, miradi ya maendeleo ya jamii na kijamii ya kitamaduni, mchango wote, ada ya wanachama au mchango unaotolewa na wanachama wa shirika, mtu la kisheria au taasisi na kadhalika. Kifungo cha 7 ibara ya 7, baraza la wazee. Baraza la wazee ni shirika la usaidizi kwa kamati ya utendaji. Linataka maazimio yaliyochukuliwa kwenye mkutano mkuu yatekelezwe, kutafakari miradi au shughuli zitakazotekelezwa, kufanya utafiti na kupelekea matokeo kwa kamati ya utendaji ili kuona utekelezaji wake. Kutegemea na hali au waraka wa baraza la wazee inaweza kufanya kazi bila kutegemea kamati ya utendaji, lakini lazima wamjulishe mwenyekiti wa CCT au mjumbe wake juu ya nia au mipango yao na sababu ya kushughulika kwao. Endapo kutatokea kutoelewana na mwenyekiti au mjumbe wake kuhusu hatua itakayochukuliwa, bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha kikao cha halmashauri ikibidi kutatua mkwamo huo, kutangaza na kudhibitisha mshindi wa uchaguzi mbele ya wanachama, kupokea na kuhakikisha kwamba orodha ya wajumbe wa uchaguzi inawasilishwa kwao na kamati ya utendaji inayomaliza muda wake siku hiyo hiyo, kuhakikisha kuna uchaguzi unaoendeshwa kwa upendo na kidemokrasia. Kifungo cha 7 ibara ya 8, vigezo vya kustahiki kwa wajumbe wa kamati kuu. Mjumbe yote wa kamati kuu utendaji lazima atimize masharti yafuatayo: 1. Awe na umri usiopungua miaka 18 na zaidi. 2. Kuwa Mkongomani na kuzungumza Kiswahili au Lingala. Kuwa mwanachama kamili. Kuwa mkazi wa Twinforce. Sura ya 5, wakaguzi na kuvunjika kwa CCT. Ibara ya 8, wakaguzi wa hesabu, uteuzi wao, kazi, madaraka na maadili yao. Kifungo cha 8, wakaguzi wanachama wawili hai wa CCT huangalia taarifa za fedha kwa urahisi wao, lakini wanajulisha mlinda hazina wiki 2 wa mkutano mkuu wa kawaida. Kifungo cha 2, wakaguzi wa hesabu kuteuliwa kwenye mkutano mkuu wa wanachama walio na nyadhifa zao. Mwanachama mmoja atatoka upande wa wanachama halali na mwingine kutoka upande wa wanachama hai. Kifungu cha 3, kazi za wakaguzi. Wanadhibitisha hesabu za taarifa za fedha za CCT, wanadhibitisha kuwakilisha taarifa za fedha za CCT kwa mkutano mkuu, wanatoa ripoti na mapendekezo kwa wanachama katika wakati wa mkutano mkuu wa kawaida au wa ajabu kadri itakavyokuwa. Kifungo cha 4, nguvu au uwezo. Majukumu ya mkaguzi: kushiriki katika mkutano mikuu ambayo
haizuii udhibiti wa mikutano hiyo ikiwa ni lazima. Kuchagua mara 2 kila mwaka hali ya lazima ya CCT na kutoa ushauri. Kuhitaji udhibitisho wa miamala ya kuingia na kutoka iliyofanywa na kamati tendaji. Hapo. Najua kutoka hapo tunaingia kifungo cha 5, si ndio? Ningeomba mwenyekiti tupande juu kidogo, tujiste kifungo 8 pointi ya kwanza wakaguzi. Tusikie nini hapo, maana inasomwa tu, sijui kama watu tunaelewa nini. Wanachama wawili hai wa CCTF, maana yake haiko wa mkamati. Hawa hai ni nyewe wana memba. Unahusika na mwe kufanya kukagua kesi yenu iko je. Maana yake hao wanachama hai wanaangalia taarifa za fedha kwa urahisi wao, lakini wanamjulisha mlinda hazina wiki 2 wa mkutano mkuu wa kawaida. Kama tuko na assembly hivi na tulishaanza kufanya michango yetu, sasa wale wanachama wawili wa control mbele yeye mlinda hazina aje apane raporo yake, wale wanachama wawili wenyewe wanaanza kuchaguliwa mwenyewe, wanaenda kukagua kesi iko je kabla yeye hajakuwa kupana ripoti ya kesi mu assembly. Hapo ndo kuswali. Hao wanachama wawili hai ambao watatoka huko ndio wale ambao watakuwa konike hapa ndo ba controller au ni tofauti na ule komisari wa konti wetu. Juu komisari wa konti wetu ni wa mkamati yetu. Ye labda kama na yeye tuko mchama moja, anaweza kuwa labda na yeye alitafuna, akifika kule atajua kisi ya kuda. Lakini inabidi kutoke wawili kule kwenu wenye hawako hata mkamati, ndio wanaenda kukagua. So hapa wenyewe watatoka huko, sie ba population na raia. Watakuwa wenyewe tunabajua mwaka mzima kwa wote ule mwenye anaweza kachaguliwa na nyie mnaweza kusema hii tour tunataka fulani njoo aende. Kama ni Moni anaenda naye kukagua, mnaangalia mwenye anaweza kuwa na uwezo wa kujua hapa kumeibiwa au hapana. Pale. Ndio. Mimi nasikia wale wa controller mnasema sawa. Ndio. Hawa wenyewe assembly huko inaweza kachagua. Ndio. Patakuwa na reference yoyote kuhusu kile wataenda kufanya investigation au wataenda tu briske tuone madokima yenu? Nawaza ni controle na mlinda hazina yeye anaweka ni madokima ma pièces comptables. A partir ya zile pièces comptables ndio wale wa contrôleur wanamcontrolea. Hata sima eti tusavie na franga. Ni zile pièces comptables zenye ule anaweka ndio wanamcontrolea mwa vile na vile ma registre za michango yetu ndio wanatupatie registre. Tuangalie gisi watu walienda wanatia pesa zao. Wanajua jumla ni hivi. Basi wanangoja sana yeye ripoti yake kama itakuwa sawa sawa na raporo yenyewe au walifanya. Sema wawe na ufafanuzi wa kujua kama hapa pameibiwa. Sasa zile ma pièces comptables sawa takuwa na contrôler na wajumwa account kwa pesa fulani. Hapa katikati ndio najua hizi pesa ziko kwa account hizi na hizi ma pièces comptables zinazungumza hivi. Ndio najua wizi uko fasi gani mpaka wizi ama hakuna wizi. Juu ikibidi eti sisi wenyewe ndio tufanye control. Ni ile Warundi wanasema bachemo. Ndio. So mwanachama hai ama mwanamemba hai, mwanamemba wa aina gani? Ule mwenye anatoa michango yake kila siku na anahudhuria vikao ndio ndio hai. Sio tu ni Mkongomani na nisi kwa michango na nisi kwenye vikao, so iko mwanamemba hai. Uhai ndio unapumua. Tutajua aje kama unapumua?
ni kila mwezi tunajua Yes. Prince anatoaga 20 zake, iko na droit ya kwenda kukontrole pesa zake zinafanya kazi gani, zilifanya nini na ziko wapi na kazi zimefanya ni nini, ndio mwanamemba hai. Unasikia? Turikumwe. Ya turikumwe. Tunakuwa kifungo gani? Hii cha 8 sasa. Kifungo cha 5 ya mamlaka. Ibara ya 9 juu yake kifungo cha 5 Tunaongea juu ya mamlaka. mamlaka. Mamlaka ya wakaguzi inaanza mwaka ule ule wa kamati ya utendaji mpya na kuishia kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi unaofuata, isipokuwa kama mkutano mkuu huu utakapoamua vinginevyo. Ibara ya 9 ya tume ya uchaguzi: majukumu, muundo wake, muda wake na kazi za wanachama wake. Kifungo cha 1 ya tume ya uchaguzi iliundwa siku ile ya uchaguzi wa kamati ya tendaji ya CCT. Kuanzia siku ya uchaguzi uliofanyika, kamati ya uchaguzi ina muda wa wiki 2 za kutoa ripoti yake inayojumuisha wajumbe wa watu wa ofisi au mmoja wa makamishna wawili. Wajumbe hai walio na fursa ya kushiriki katika mkutano mkuu. Wote hao huchaguliwa na mkutano mkuu. Inaweza kutumia uwezo wake wa hiari kurejesha utulivu na usheria au sheria. Kifungo cha 2 ya tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ndiyo chombo kinachohusika na kanda ya uchaguzi ndani ya CCT. Kifungo cha 3, muda wa tume ya uchaguzi. Mamlaka ya tume ya uchaguzi huisha mara tu baada ya makabidhiano hayo na kuanza tena kati ya kamati kuu ya zamani na ile mpya, ikiwezekana siku hiyo hiyo ya uchaguzi. Kifungo cha 4 ya kazi za wajumbe wa tume ya uchaguzi. Tunafika kwa mwisho. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndiye mwenyekiti mkutano mkuu. Anatangaza mgombea aliyeshinda kwa ombi la kamati la utendaji inayomaliza muda wake na anaweza kusaidia katika makabidhiano ya mali ya CCT. Mwandishi huhesabu wapiga kura, kutayarisha kura na kukusanya kura kutoka kwa wapiga kura. Katibu hutoa ripoti ya mkutano mkuu na kutuma nakala kwa wapiga kura wote. Ni lazima ahakikishe kama mwenyekiti anayeondoka na anayeingia pamoja na kamati tendaji wanapata nakala. Kifungo cha 5 ya maadili ya tume ya uchaguzi. Kuandaa uchaguzi katika tarehe, mahali na wakati uliopigwa kura na mkutano mkuu. Yote haya kwa mujibu wa sheria na kanuni za ndani ya maagizo ya mkutano mkuu. Kuandaa uchaguzi mkuu ndani ya muda uliowekwa na mkutano mkuu wa kamati inayoondoka. Kuweka hatua za uchaguzi, kupokea na kuchapisha wagombea wa mkutano mkuu kulingana na mazingira. Kuamua na kutangaza wagombea waliochaguliwa mbele ya wanachama wa mkutano. Kutangaza na kudhibitisha mshindi na uchaguzi mbele ya
wanachama wa mkutano kupokea na kuhakikisha kwamba orodha ya wajumbe wa uchaguzi inawasilishwa kwao na kamati ya utendaji inayomaliza muda wake siku hiyo hiyo. Kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa amani na kidemokrasia. Ibara ya 10, kuvunjika kwa CCT. Katika tukio la kuvunjika au kufutwa kwa CCT, mali zote za shirika zitasambazwa kwa shirika moja au zaidi za Wakongomani nchini Marekani. Asanteni. No, tunashukuru sana Bwana Katibu kwa kutusomea hii katiba na kanuni zetu za sisi Wakongomani. Milango iko wazi. Unajua tuko wanadamu, tunaweza kuwa tumekosea sehemu. Kama kuna chochote kile kenye kia kuongeza, tunawapokea ili tuhakikishe tuko na katiba nzuri ya kutuongoza ili tuendelee mbele. Kazi haijaisha, hii kwa Kiswahili inabidi tena kwa kutaka kusajili community yetu ya Wakongomani ni lazima tena hii irudie tena lugha ya hapa ya taifa Kiingereza, na njoo tuipeleke sasa kwa wakubwa huko mbele, tuangalie kama tunaweza tukapata usajili wote ule na tuendelee kutafuta miradi, tufanye miradi na tuendelee mbele. Hatuna muda wa kupoteza, naona muda unaenda. Tungeendelea sasa na pointi ya pili. Nawaza muda mrefu tulikuwa nilisema mbele kama tulikuwa tuko tu wachanga, hatuna chochote kile kenye kinaweza kutusaidia, lakini Mungu alitusaidia na mpaka sasa tuna chochote kile kenye kiko mkese yetu. Hatuwezi kusema kama kese iko bure, lakini hamwezi jua njia gani tulifanya nguvu ili tuweze kuweka hata kile kidogo. Tutawafasiria na njoo majukumu yetu sisi ni kuwafasiria gisi pesa zilifika je mokese ya nyi Wakongomani na mjaanza hata kutoa zile makotization zenu. Unajua community yote ile ikitaka iwe hai ni pesa. Uhai wote ni pesa. Na nilipenda niwatangazie gisi tunasoma hii kanuni yetu leo, na mlishasikia kama kila mwisho wa mwezi familia 20 vijana zaidi ya kuanzia 18 kupandisha $10, na waza huu mwezi wa 6 msishangae kuona ule mlindazina anaanza pita kumilango na kae yake, msaidie sana. Ndio tuko tunapata shida mashida vilio, mashida ya masikuku fulani tunakosa, inaangua tena tuanze piga masimu tuanze tuwatafute tuwasope, lakini mkikuwa mnajisopa mapema hamtakuwa mnangoja tena watu wafikie manyumbani kusema tunataka mtoe hiki juu ya sherehe fulani wala juu ya msiba fulani. Nawaza ni vizuri sana tuanze leo mwezi leo ni tarehe 31. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 hata sasa hivi mwenyewe tayari na 20 yake anaweza kaipana na wataipokea. Sasa kwa ni vizuri zaidi. Mimi nilikuwa na swali kama pendekezo hapo. Donc chaque fin du mois ni $20 kwa kama mimi sijui kama 40 20 20 ninasema kwanza mie ngale mabranche mie ndo nitaweka 20. Yes. Maango ni 10 ndio. Tukiweka kila mwisho wa mwezi nafikiri tuna charge watu pesa nyingi. Nasema kuhusu mimi. Sio tu kuhusu mimi aseme charge kwangu. Kuhusu sisi. Kila mwisho wa mwezi hapana. Kwa sababu hatutarajii kupata, tuko naangalia kwa sababu sasa hivi tuliforce tuko na sehemu 3 za misiba imetokea tu.
ni zimwa urgence zenye ziko imprévu, lakini hazikuyaki kila wakati. Nafikiri kama tungeweka baada ya miezi miwili au baada ya miezi mitatu ingekuwa vizuri, na hizo pesa ni nzuri kuliko kila mwisho wa mwezi. Tena narudia na leta nyingine point. Kuna ile misiba yenye sio lazima tuguse kukukesi. Mfano, msiba wa maiti hapa, tuko na maiti yetu hapa. Tunajua hapo ni familia iko na $100. Si ndio? Hiyo sio kesi ndio inahusu. Kwa hiyo kuweka kila mwezi naona kama tuna charge pesa nyingi kwa jamii. Na ningekwambia mimi nawaza atuchaji pesa nyingi. Juu wewe unaona kilio, unaona sikukuu. Tukisha kusajili tunaweza kutoka na vitu vingi venyewe tunaweza tukafanya vya maendeleo ya chama chetu. Na zile pesa hata kama zinaikaa pale sio tatizo. Sio tatizo. Unaona? Pale. Je, kwa kuweza kuweka ile rate ya hizo hela 20, mliwasiliana na assembly? Ndio maana tunaleta hii hapa. Convenire kama tutatoa 20 au mnatuletea tu? Sisi tunawaletea nyie, hatukutaka kwenda mbali, tunawaletea. Nyinyi assembly ndio mtasema hatutaki au mkatai. Ndio. Na mimi niko na pendekezo. Siko mbali sana na mawazo ya Papa Emile. Charge event na DC. Unasema hiyo event kwanza nikizani mkubamarie au bien kufamilia bamarie. Si maana pratiquement ni kila mtu 10. Okay. So wazo yangu ni kwa hivi. Ukiangalia wengi hapa kwa makundi tofauti. Kwa zile makundi tofauti wanatoa ile michango. So tukikuwa pako wenye wako community ya Congolese hawako makundi zingine. Wako tu kwa hii kundi moja. So tukisema eti hao watoe event na wengine watoe DC, itakuwa inatuelemea si wengine wenye tuko na makundi mengi. Tutajikuta kwa mwezi sisi tuko tunatoa franga 500 kwa mwezi. Na tuko na majukumu mengine. Na kivyangu mimi tuseme ba marie. Mimi naweza kutoa 20 na mkiomba toe 20. Hapana. Okay. Hatujakuwa donc niko marie napata msiba. Tunasema kwa mfano unasema wasingo ni 100. Basi bana ni ba marie ni 100. Wasingo 50. Mimi na mke wangu tunafisha au mimi na mke wangu tuko na jambo fulani. So mtatutolea na sisi ile kadiri ya ile umoja juu tuko wa marie ama ngoja ni kufafanulie pale kidogo. Unaona sheria zenyewe hiki katiba kanuni za ndani zitakuja nayo baadaye kwa kutafuta kusema ma contribution zitakuwa je. Kama sisi tunalipisha ile 100 wala 50 ni wakati kilio tunajua hapa tuko na tatizo ya kusema tunaweza tukazika je mtu. Kama ni kilio kenye kiko kia kutoka nje. Labda baba yako alifia Afrika. Pale tunajua ni pesa kiwango kadhaa kenye tuliwahi kuzungumza na inabidi tu tukiseme hapa juu kitakuwa kuingia sasa mu sheria za ndani. Mariage au kilio kia premier degré. Sisi tuliwahi kuzungumza tukasema hapa mtu kutokana kama iko hai ana iko na droit ya kupata ile $500 yake msaidie kwa kilio kenye alipata. Unaona kutokana na ile mamichango yenye tuko tuna nani. Kama ni harusi la même chose na anapata ile dola yake 500 kama iko toujours hai chama chetu. Unaona. Sasa na wakati mkisha kusema tusiwe tunatoa hizo pesa kwa mwezi. Kuna vingine venye tutajikuta hatutafika kuvifanya, tutaanza tena kubambia kufanya makotization et pourtant mtasema mlishaga toa makotization zenu. Na kingine kile nitafuta kuambia wewe kama uko mchama 3 4 ni wewe kwa mwele chama. Mei chama chetu ni chetu kikubwa kinaangalia maana yake nyewe wote mko masu groupe ya hii chama. Hatubalazimishi pesa za ajabu sana.
Ni pesa, ni kama unaweka ni akiba yako tu pale, wakati wa tatizo yoyote ile inakuja kukusaidia. Unaona? Unaweza kuwa mlabuda huko jeune, peut-être mba jeune mwezi mnatoka sijui kama ni ngapi, kama ni 50, basi additionner sinakaleka 10, iko 60 kwa mwezi. Unaona? Unajua nitakatoa na mimi tena huku, mimi huko tu mule. Musi muko babondo wanachanga nabo kila mwezi biko huko. Lakini hawata katala kusema eti juu tunachanga huku tusifanye hivi. Juu tukitaka tuendelee, tukubali mile michango midogo midogo. Kama mtaona kama ni mingi, lakini muangalie kama mnaweza kukasema bana sisi tunataka labda omwe 15, itatokana na nyie wenyewe. Iwe tu ni manswele, ni franga kidogo sana. Iwe manswele. IIC tupo hapa kuleta habari. Inspiration, creativity, tunakupeleka mbali. ICTV, media yetu, kila dakika ni mpya.